Habari yako daktari? Salama kijana. Karibu Aeons Medics, ni kituo bora kinachotoa huduma ya afya kwa ufanisi mkubwa. Nikusaidie nini leo? Asante dokta. Bibi yangu anaumwa, alijichoma na kipande cha mti akapata jeraha. Sasa lile jeraha halikupona kabisa kwa muda mrefu sasa. Tulipompeleka hospitali wakamwambia ana kisukari, diabetes mellitus. Hivi dokta, kisukari ni nini hasa? Kijana, hebu ufikirie hivi. Mwili wa binadamu unahitaji sukari, yani glucose, kama vile chanzo cha nguvu, energy, kama vile gari linavyohitaji mafuta. Lakini ili hiyo sukari ingie ndani ya seli na kutoa nguvu, inahitaji funguo maalum inayoitwa insulin. Sasa tatizo la kisukari, diabetes mellitus, hutokea pale mwili unaposhindwa kutengeneza insulin ya kutosha, au insulin iliyopo haifanyi kazi vizuri, yani mwili unakuwa sugu kwa insulin resistance. Matokeo yake, sukari inabaki nyingi kwenye damu, yani hyperglycemia, badala ya kuingia kwenye seli. Na sukari ikiwa nyingi muda mrefu kwenye damu, yani chronic hyperglycemia, inaanza kuharibu mishipa ya damu, blood vessels, na viungo mbalimbali vya mwili. Ndio maana hata jeraha dogo kama la bibi yako linaweza kushindwa kupona mapema kwa sababu ya kuharibika kwa mzunguko wa damu, poor circulation. Ni hatari kwa kweli. Sasa dokta, mtu anawezaje kujikuta amepata kisukari? Ni bahati mbaya tu au kuna sababu? Swali zuri kijana, na usia unahitaji kujua visababishi ili kuweza kuepukana navyo. Kiukweli si bahati mbaya tu. Kuna mambo yanachangia sana yanayoitwa vichocheo, risk factors. Mfano, mtu akiwa na uzito kupita kiasi, hasa mafuta tumboni, central obesity, mwili wake unaanza kuwa sugu kwa insulin resistance. Alafu kuna suala la kutokufanya mazoezi, physical inactivity. Ukikaa sana bila kuusogeza mwili, sukari, yani glucose, inazidi kubaki kwenye damu. Pia historia ya familia, family history, ni muhimu. Kama wazazi walikuwa na kisukari, uwezekano wako unaongezeka. Na tusisahau vyakula vya wanga mwingi, refined carbohydrates, soda, sukari nyingi, pamoja na umri mkubwa, hasa zaidi ya miaka 40 kwa aina ya type 2 diabetes mellitus. Na kama mtu akikaa na kisukari bila kukidhibiti, nini kinaweza kutokea? Hapo ndipo tunapokuja na kitu kinachoitwa complications. Sukari ikiwa juu muda mrefu, yani chronic hyperglycemia, inaanza kuharibu mishipa midogo na mikubwa ya damu, micro and macrovascular damage. Machoni inaweza kuharibu retina, diabetic retinopathy, na kusababisha upofu, blindness. Kwenye figo inaweza kusababisha figo kushindwa kufanya kazi, diabetic nephropathy leading to kidney failure. Kwenye moyo na ubongo inaweza kuleta mshtuko wa moyo, myocardial infarction, au kiharusi, stroke. Na kwenye miguu husababisha ganzi au maumivu kwa sababu ya kuharibika kwa mishipa ya fahamu, diabetic neuropathy, pamoja na vidonda visivyopona, diabetic foot ulcers, ambavyo wakati mwingine hupelekea kukatwa mguu, amputation. Lakini pia inaweza kusababisha hali ya dharura, diabetic ketoacidosis. Ndio maana tunasisitiza sana udhibiti wa mapema ya sukari, glycemic control. Sasa dokta, utagundua vipi kama mtu ana kisukari? Swali zuri kijana. Unaweza kugundua kuwa mtu ana kisukari, diabetes mellitus, kwa kuconsider vitu viwili au vitatu. Kwenye history taking, kuangalia signs and symptoms, dalili za kisukari, na vipimo, investigations. Kesho nitakuelekeza kwa undani kuhusu hivi vitu, dalili za kisukari na vipimo ambavyo hutumika sana hospitalini kugundua uwepo wa sukari katika damu. Asante sana dokta kwa elimu hii yote kuhusu kisukari. Sasa nimeelewa vizuri kwa nini jeraha la bibi yangu halikupona mapema na namna ya kumsaidia kudhibiti sukari yake, glycemic control. Kwa kweli nimejifunza mengi sana leo. Pia napenda kushukuru uongozi wa Aeons Medics kwa kutoa elimu hii muhimu kwa jamii. Ni jambo kubwa sana kusaidia watu kuelewa afya zao mapema kabla ya madhara hayajatokea. Naahidi kuendelea kufuatilia mitandao ya kijamii ya Aeons Medics ili nipate elimu zaidi za kiafya na huduma zenu bora. Asante sana kijana. Karibu wakati wowote Aeons Medics. Afya yako ni kipaumbele chetu. Asante sana daktari.